Msikilizaji, leo kipindi nimelala bwana. Sasa nikawa naendelea kusoma baadhi ya comment kwenye simulizi ya Hamza sehemu ya 52 pamoja na simulizi zingine tu ambazo zimetoka jana juzi. Kuna jina bwana nilifikiria linaitwa Nyakasura. Nadhani nafahamu kabisa jina la Nyakasura lipo kwenye hii simulizi ya Hamza. Sasa nilitabasamu na kucheka. Nikasema ila majina mengine Nyakasura limekaa yani kama Kikuyu sio Kikuyu, Kikuria sio Kikuria, Kijita sio Kijita, Kizanaki sio Kizanaki. Sasa ukutane na watu ambao hawana nguvu ya nishati ya mbingu na ardhi kwenye kuliita hilo jina. So unakuta labda Emmanuel anamuita nani? Ima. Happiness anamuita nani? Happy. Si ndio Jackson anamuita nani? Jack. Haya, Nyakasura. Nyaka. Kwa hiyo tabasamu eti Nyaka. Anyway, bahati nzuri sisi hatumuiti Nyaka. Tunamuita Nyakasura kabisa, okay? Mwisho wa siku asije akatokea kushoto hapo ulipo yakawa ni mambo mengine. Kwa hiyo tuachane na mambo ya Nyaka. Tulipoishia sehemu ya 52 msikilizaji. Hii ni sehemu ya 53 kumbuka. Ya 52 ni Hamza alikuwa amemuokoa Princess kama kafara kwa sababu alikuwa andaliwa kwa ajili ya kafara. Damu yake ilikuwa inahitajika, kwa hiyo akawa amemuokoa. Lakini sasa kwenye hiyo sehemu ya masinagogu kulikuwa pia kuna kamera, CCTV kamera ambazo zilikuwa zinaonyesha kila kitu kinachoendelea humo. Hasa katika siku ambayo kuna tukio la kafara. Kwa hiyo makao makuu huwa wanatazama hayo matukio yanavyoendelea. Kwa baada ya kuoa wale watu wote, akambeba Princess akaondoka naye. Sasa kufika njiani akakutana na mapolisi ambao waliwasimamisha, lakini baadaye inakuja kujulikana sio mapolisi, ni watu hatari sana ambao walianza kuwashambulia kina Hamza kwa kuulishia bomu lenye sumu. Nakumbuka gari lilochukua ni ya kawaida sana na wakati huo walianza kushambuliwa na risasi. Kwa hiyo hapo walitoka vipi? Je, walifanikiwa kutoka au la? Tusenge mbele rafiki yake Nyaka Bwana we, kumbuka langu jina Lucas Lumbas. Hamza yeye kama yeye hakuwa na wasiwasi na sumu hiyo. Kutokana na mafunzo yake ya kuimarisha mwili, ni gumu sana kuathirika. Hivyo wasiwasi wake ulikuwa ni kwa Aira. Sasa kwa sauti na nguvu sana, Hamza akasema kwamba Princess usivute hewa. Ingawa alimwambia asivute hewa, lakini shambulizi hilo lilikuwa ni la haraka mno. Hivyo ilikuwa ni ngumu sana kama hajavuta sumu hiyo hata kidogo. Masa Hamza mwenyewe hakujali kitu kingine tena, na pale pale alichomoka kwenye siti yake na kurudi nyuma na kumnyakua Aira, na kisha akafungua mlango na kukimbia naye nje licha ya ule moshi kuvuma sana. Sasa pamoja na kufanikiwa kuweza kumtoa nje, Aira alikuwa ashavuta hewa kama mara 2 hivi, hewa ya ule moshi wenye sumu, na alimfanya Hamza kuanza kuwa na wasiwasi na umakini wake kupungua. Sasa Aira kwa shida sana akasema, Hamza, najisikia vibaya. Aliongea kwa sauti ya unyonge akionyesha alikuwa katika maumivu. Hamza akasema kwamba usongee ndio unajipa shida zaidi. Aliongea Hamza kwa nguvu, lakini alikuwa ashachelewa kwani pale pale Aira alipoteza fahamu. Sasa Hamza alishia kusaga meno kwa hasira sana. Yaani kama angejua watu hao wangechukua hatua mapema ya kutaka kuwaua na sio kuwakamata, angefanya kitu mapema. Hakujua kama walikuwa na watu kila kona. Nyuma yake pia kulikuwa kuna mirindimu ya risasi. Watu wale wa sinagogu walibadilisha uelekeo wa silaha zao na kuanza kumshambulia Hamza. Hamza alitumia mwili wake kukinga risasi zile ili kuhakikisha Aira hazimfikii. Mara baada ya kuona wameishiwa risasi, Hamza hakutaka kuzembea na pale pale alimweka Aira chini na kisha kwa spidi ya juu sana aliwasogelea wale polisi feki na kuwashambulia na ngumi za kichwa. Wauaji wale hawakujua kwa nini Hamza hakuwa ameathirika licha kuvuta hewa ya moshi sumu, lakini hawakupewa nafasi hata ya kujua kwani Hamza aliwaua pale pale. Licha kuwaua kirahisi, Hamza kuwa na furaha kidogo, na hiyo yote kutokana na Aira kuvuta sumu ile, na alikuwa mbali na mjini. Aliona hata kama angemwaisha hospitali anaweza simuokoe. Sasa Hamza hakuamini kama mwanamke mrembo kama Aira, mtoto wa mfalme, alikuwa anakwenda kufa kizembe namna hiyo. Akajikuta anatukana akasema, pumbavu zenu wa sinagogu,
Mnachokifanya sio binadamu kabisa. Hairani Hamza ingawa alimuona Aira kwa muda mchache sana, lakini alitokea kumpenda. Kumekucha. Hamza alishia kutuliza hasira iliyokuwa ndani ya moyo wake, na pale pale alijiambia atafanya la kuwezekana ili kumwokoa Aira. Lakini sasa ile anageuka kusogelea sehemu aliyokuwa amemlaza chini, Aira kuonekana. Hamza alishia kupepesa macho, akajifikicha macho na kuona vizuri, lakini Aira hakuonekana. Basi alianza kuita kwa nguvu akisema Aira, Aira. Lakini Alia aliyekuwa amepoteza fahamu na kisha kutoweka, hakusikika wala kuonekana. Ilikuwa ni ngumu sana kuamini alikuwa amekimbia mwenyewe wakati alimuona kabisa akiwa katika hali ya kupoteza fahamu. Hamza alijiuliza au kuna mtu ambaye amemchukua Aira. Lakini licha kujiuliza swali hilo, alikataa, maana ilikuwa ni ngumu sana kutoweza kujua uwepo wa mtu kupitia hisia zake. Hamza alijihisi ni kama anaona maluelue na kuanza kujiuliza ni hali gani hiyo iliyokuwa ikiendelea. Alishia kusimama katika sehemu moja akiwa ameshika kiuno, huku akiangaza kulia na kushoto kama anaweza kuona chochote, lakini hakupata hata dalili. Sasa muda ule alianza kuzunguka kwa spidi kujaribu kumtafuta katika mzingo wa kilomita 1, lakini hakuweza kumuona kabisa wala kuona viashiria vyake. Hakuweza. Aisee, jamaa alihisi ubaridi mgongoni mwake mpaka kwenye nyayo za miguu yake, na pale pale alishindwa kujifikiria na kujiambia au Aira aliyekuwa naye alikuwa na udanganyifu wa macho ni au ni jini Hamza alijiambia kama sio mzimu wala jini, anitafasiri vipi hiyo hali? Yaani kama kuna mtu mwingine angekuja kumchukua, angehisi. Alafu wale jamaa wenyewe wale polisi wameuliwa sekunde 3 tu. Speed yake ni kubwa sana Hamza. Sasa hicho kitendo na maana ameenda wapi? Sasa Hamza alijiamlia zake kurudi tu barabarani tu, akipotezea kumtafuta tena. Kiuhalisia, kutokana na uwezo wake usiku wa kawaida, angeweza kuelewa hali hiyo hata kwa viashiria vidogo tu angeweza kuelewa. Lakini kilichotokea kilikuwa ni nje kabisa uelewa wake. Na ndio maana alionekana kuwa katika hali isiyoelezeka. Alishia kutoa sigara kwenye mfuko wake na kuiwasha ili kujaribu kujituliza. Na baada ya kupiga moshi kidogo, pale pale alitingisha kichwa na kupotezea kabisa swala lile na kuona ni muda wa kurudi hotelini tu. Kutokana na gari ile aliyokuwa akitumia kuharibika, hakuwa na jinsi zaidi tu ya kutumia ile ya polisi. Mara baada ya kufika mjini, aliegesha gari pembeni ya barabara na kisha alianza kutembea kuitafuta hoteli ilipo. Kumbukeni Kareji kakoka ishatenga kitumbua mezani. Sasa Hamza atamalizia hasira zake huko ama itakuwaje? Kwa hiyo baada ya kufika katika mlango wa chumba cha Reji, aliangalia saa yake mkononi na aligundua ilikuwa ni saa 9 za usiku. Hivyo hakujua kama Reji alikuwa amelala au kapo macho. Sasa Hamza anamuogopa Reji. Aliteka sikio kusikiliza sauti kutoka ndani na aliweza kusikia sauti ya TV. Na pale ndo alijua lazima Kareji katakuwa bado kapo macho. Hivyo aligonga mlango na kujitambulisha. Regina mara baada ya kujua ni Hamza, haraka alifungua mlango. Alionekana katika mavazi ya kulalia. Basi Kareji kwa kujali sana akasema, vipi wewe, hujaumia? Hamza alionekana kushangaa. Alidhania Reji angemchunia kama kawaida yake. Maana bado hakuwa katika maelewano mazuri wakati anafanyaje? Anaondoka. Lakini kwa tofauti, kwani Reji alionekana kumjali. Hamza akasema, niko sawa, naumiaje kwa mfano? Aliongea kwa akiwa na tabasamu. Sasa Reji alimwangalia mwanamume huyo kuanzia miguuni mpaka kichwani, na mara baada ya kuthibitisha hakuna tatizo, alitoa pumzi ya ahueni. Sasa Reji akalalamika akasema, lakini Hamza, seriously? Hivyo na nini wewe? Kama ni mlipuko ungeacha tu ulipuke. Wewe unakuhusu nini mpaka kwenda kuangalia? Nchi hii ina kila aina ya wakimbizi. Unajua ni wapi bomu linaweza kutokea? Aya, ukilipukiwa je? Hamza akasema, upo sahihi mke wangu. Nitakuwa makini siku nyingine, ila ukiachana mlipuko, nimekuja kwa kuchelewa kwa sababu ya kitu kingine. Reji akauliza, kitu gani? Aliuliza Regina huku sasa akipepesa macho, na Hamza alionekana kusita kidogo. Hamza akasema, muda umeshaenda sana na kesho unapaswa kwenda kwenye kampuni, kwa hiyo pumzika mapema. Reji akasema, mapema? Hivyo mimi nalala vipi wakati hujamaliza kuongea?
Isitoshe kuna mlipuko huko nje na nimeona pia kupitia taarifa ya habari Princess Aira ametekwa. Ndio kilichonifanya mimi nikusubiri mpaka sasa hivi. Wife, kwa hiyo ulikuwa ukinisubiria kweli? Unaonekana kunijali. Bwana usibadili mada. Wapi ulikuwa umeenda? Aliuliza na Hamza kwa wasiwasi aliona amwambie tu. Ni kama ulivyoona kwenye taarifa ya habari. Ukweli nilikuwa nikiwafuatilia hao watekaji. Kwa hiyo umwakama tama. Wife, unaonaje kwanza nikiingia ndani alafu nitakwambia taratibu. Muda huo ndio Reggie alijua kumbe walikuwa wamesimama mlangoni. Alishia kumruhusu Hamza kuingia ndani. Asamar baada ya kutumia mashine maalum ndani ya chumba hicho kutengeneza kahawa, alimpatia Hamza kikombe cha kahawa na ndio Hamza alivyoanza kumhadithia Regina kuhusu umoja wa imani ya siri ya sinagogu na ibada zao na kitendo cha kutaka kumtoa kafara Princess Aira. Hamza alimwambia Reggie kinachomshangaza na kumchanganya ni kutokana na kupotea kwa Princess Aira. Wewe ulikuwa ukiota ama? Hata kama kwamba asingevuta moshi wa sumu, mtu mwenye mwili wa nyama ni ngumu kupotea. Ni kweli, ndio maana mimi nakwambia mke wangu. Yaani mwenyewe hapa anajiuliza maswali mengi hapa. Yaani kama kuna shida katika akili yangu. Unaonaje ukinifinya kidogo, pengine nipo ndotoni? Wala hata mimi sikufinye. Kwanza umesema umeua watu wengi. Utakuwa mchafu bado na pengine una damu zao. Mimi siko na jinsi mke wangu. Wale watu walikuwa ni kama mazombi. Yaani kama mimi nisingewaua, ni swala la muda tu kudhuru watu wengine. Unadhani damu waliokuwa wakinywa wameitolewa wapi? Mimi na hakika sio damu kutoka hospitalini. Aliongea Hamza kwa hakika kabisa. Basi Regina mwenyewe aliyekuwa amekaa juu ya kitanda akiwa amening'iniza miguu alishatoka kumwangalia Hamza kwa kumchunguza. Regina alishia kutingisha kichwa kukubali na pale pale mboni za macho yake mazuri zilianza kucheza. Alafu vipi kuhusu ya Princess? Ni kweli ni mrembo sana ama? Maana mimi nimesikia kutoka kwenye taarifa habari ndio mwanamke mrembo zaidi duniani. Na hajawahi kutoka ndani ya 5 bora tokea akiwa na miaka 15. Huko akishika nafasi ya kwanza mara 3 mfululizo. Unajua amenifanya kuingia mtandaoni kujaribu kuona picha zake lakini ajabu sikuona hata moja na karibia zote ambazo zilisemekana kuwa zake amevaa shara tu. Hamza alivyosikia namna Reggie alivyokuwa akiongea kwa sauti ya unyonge, alitamani kucheka kwa nguvu. Wife, mwacha kusikiza propaganda kutoka kwa wanahabari. Nina hakika kama sio masuala ya upendeleo, wewe ndio ungekuwa namba 1 duniani. Huyo Princess hakufikia hata kidogo. Aliongea Hamza akiwa serious, lakini kwenye moyo wake alikuwa akiomba msamaha. Yana anajiomba msamaha ndani kwa ndani. Anaanzaje kumlinganisha Aira na Reggie? Aira ni chombo kingine bwana. Lakini kwa sababu ni mke wake na anajua wanawake wanavyopenda sifa. Au swali la Regina ukute amezungumza tu lakini ni ile kumtega. Hamza mwenyewe kutaka kukubali kutegeka kirahisi kwa swali la Reggie kwamba ni mrembo. Kwa hiyo Hamza hapa angekubali tu kwamba yeye ni mrembo, ingekuwa ni kesi kwa Regina. Kwa ndio maana akaona ngoja ageuze kwa kumwambia kwamba yeye ndo angeshika namba 1 ya urembo duniani. Lakini muda huo alisema moyo nisamee. Wewe unaongea upuzi tu. Mimi nakuaje wa kwanza duniani. Uzuri wangu ni tofauti sana na hawa watu weupe. Yaani kweli, lakini kwa upande wangu mimi sijawahi kuona mwanamke mzuri kama wewe mke wangu. Kama kweli mimi ni mzuri, kwa nini bado unahangaika na wanawake wengine huko nje? Aliongea Regina huku akivuta mdomo. Hamza alifurahishwa na muonekano wa Reggie na kujiambia kwamba kazi nzuri ya Hamza. Ukweli ni kwamba Reggie anapokuwa katika hali ya furaha na mwepesi wa kuongea naye, anapendeza zaidi na kumfanya mtu yote kumpenda kama ilivyo kwa Aira. Wife, unajua kwa jinsi ambavyo ulivyokuwa na hasira na mimi muda ule, kwa nini bado unaonekana kunijia leo? Unajua nimeshangaa sana. Kwa unataka niendelee kukasirika kama? No, hapana mke wangu. Mimi naomba sio na hasira, sawa? Unajua unanifanya mpaka na kuogopa. Reggie alimwangalia Hamza alivyokuwa na wasiwasi na kuishia kutingisha kichwa kusikitika. Hamza, hivi ni kweli nakasirika haraka? Yaani naonekana ni kama mtu mgumu hivi? Hamza alitamani kusema ndio, lakini aliona akiongea hivyo ni sawa na kulipua bomu. Hapana, mimi huwa naona mara nyingi ukikasirika una sababu ya msingi.
Hata hivyo una haja ya kuongea uongo. Mwenyewe najua siku za hivi karibuni nina wasiwasi sana. Sijui hata ni kwa nini, sijawahi kuwa hivi hapo kabla. Aliongea Reggie kwa sauti ya chini, huku sasa akisugua kikombe cha kahawa alichoshikilia mkononi kama vile kilikuwa na uchafu. Waifuata, usijali kabisa. Mimi najua sio kama una hasira, bali ni kutokana na kujaribu tu kuwa muelewa juu yangu. Unajua nimekuwa nikijijengea kujiamini sana tokea nikiwa mdogo. Kwa msichana kama mimi ambaye nipo chini ya miaka 30 na kisha kuwa mkurugenzi, kama nisipoonyesha kujiamini, ni nani ambaye anaweza kuniamini? Ndio maana babu alikuwa akiniambia tokea nikiwa mdogo na kipaji ambacho wengine hawana. Na njia pekee kuendelea kujiamini ni kuiamini akili yangu. Hivyo ndivyo nilivyokuwa nikiwaza siku zote, na kuona watu wanipenda kupitia uwezo wa mafanikio yangu. Lakini mara baada ya kukutana na wewe, kila kitu naona tofauti. Baada ya kuona wanawake warembo na wenye sifa hata kunizidi wakionyesha kuvutiwa na wewe sana bila hata kujitambulisha kwao. Lakini nilipoanza kuona nilivyokudhania ni tofauti na vile ninavyokujua, pamoja na watu wengi unaofahamiana nao kuwa wenye hadhi za juu, najiona hata ule uwezo wangu wa akili ambao ulikuwa ndio msingi wa kujiamini kwangu ni kama umenipotea. Najiona kuwa mjinga na nashindwa kabisa ni kujizuia kuwa na hisia za kuona mimi sifai kuwa mke wako. Hivi ni kipi ambacho kinakufanya fikira hivyo? Mimi na wewe hatuna utofauti mkubwa sana ambao wewe unawazia. Ni kwamba tu uzoefu wangu wa kimaisha ulikuwa tofauti. Hivyo ni kawaida kukutana na watu wengi. Alafu hicho sio kigezo cha kuitambua hadhi ya mtu. Wewe unachoongea hapo ni ule mtazamo wa kwamba prince anapaswa kumwoa princess na maskini anapaswa kumwoa maskini mwenzake. Mapenzi hapo hivyo mke wangu. Kumpenda mtu hakuhitajiki kigezo cha nani tajiri ama nani sio tajiri. Ndio, ni kweli spingi kuna baadhi ya watu wanaochagua kabisa nani wa kumwoa au kuolewa naye. Ila hiyo ni kutokana na kupunguza tu lile gap la kimazingira. Lakini hebu angalia sasa hivi kuhusu sisi mke wangu. Wewe unadhani kuna kasoro yote? Tunaendana vyema tu na tunaelewana. Mimi naogopa. Unajua nahisi kabisa ni kama unataka kunichezea tu, na pengine baada ya kuona sina jipya na labda nimezeeka, utaenda kutafuta mwanamke mzuri zaidi yangu na kumpenda na kunisahau kabisa. Najua kabisa wapo wanawake wengi warembo kunizidi mimi ambao wanazaliwa kila siku, na kadri umri wangu unavyosogea ndio wanavyoniacha mbali. Hamza mara baada ya kusikia hivyo aliona mwanamke huyo ni mjinga mno kiasi cha kufanya moyo wake kuuma. Alishia kukaa kitandani karibu yake na kuanza kuchezea nywele zake. Kwa hiyo unaniona kwamba mimi ni mtu wa aina hiyo, si ndio? Kama kweli nipo na wewe kwa kigezo cha uzuri pekee, kwa nini kubali kutia sahihi cheti cha ndoa? Nakupenda ndio maana nimefanya vile. Na hata kama nipigwe kila siku nikane mapenzi yangu kwako, mimi siwezi. Hivyo kama kweli sijakupenda, basi mimi siwezi kukupenda hata kama unipatie kila ninacho, kila nitakachokihitaji ndani ya uwezo wako. Hivyo hebu acha kufikiria mambo ya kijinga. Mimi nimepitia mengi sana, na siku niliyokubali kusaini kile cheti cha ndoa sikukurupuka. Nilishafanya maamuzi ya kuwa na wewe kwa namna yote ile. Kweli ndio mke wangu. Hebu acha kuniogopesha basi kwa kunifananisha na mtu mbaya basi. Aliongea hivyo Hamza. Baada ya kuongea hivyo, Reggie alionekana kuwa kimya kwa muda mfupi, na pale pale alivuta pumzi na kuzishusha. Kwa hiyo unaniambia kwamba ninapaswa kujiamini, vinginevyo naweza nisiwe mimi, si ndio? Unajua kwa nini? Una moyo wangu tayari, hivyo unapaswa kujiamini. Ila nikiona hasira huwa natisha sana, si ndio? Sana mno. Ndio maana hata muda huu tunaongea nawaza nisije kuongea kitu ambacho kitakukasirisha. Aliongea Hamza, na muda ule Regina alinyoosha mkono na kushika kidevu cha Hamza na kuanza kukishika kama vile anashika apple.
Muone Solivo mjinga. Mimi nataka tu nibembeleze ndio maana. Unajua nikiona unanibembeleza ndio nitajua unanipenda kweli na kunijali. Hamza mara baada ya kusikia hivyo alijikuta akigundua kumbe hiyo ndio sababu. Wanawake ni viumbe ambao wana mitego sana. Sasa Hamza alicheka akasema, kwa hiyo kumbe pale nilipaswa kukubembeleza tu, si ndio? Lakini kama kubembeleza ni kwa staili hii sitachoka jamani. Unajua uwezo wangu wa akili ni mdogo na ninashindwa kufikiria namna ya haraka kukubembeleza. Kwangu kukubembeleza ni ngumu kuliko kuua na kupigana. Regina mara baada ya kusikia hivyo hakufurahi. Kwa hiyo unaona uvivu wa kunibembeleza kwa sababu ushanioa bila kunichumbia, si ndio? Yaani wanaume huwa mna sura mbili. Sura ya kabla na baada ya ndoa. Na ndio ninachokiona sasa hivi. Hapana wife, hapana. Mimi nitakubembeleza sana tu. Tena kwanza sasa hivi, nitakubembeleza. Haina haja, usije hata kunichumbia kwa ajili ya harusi maana nitakataa. Ndio maisha yetu yatakavyokuwa. Yaani upo radhi kwenda kubembeleza wanawake nje, lakini kwangu unaona kwamba mimi nachosha, si ndio? Hamza aliona kumekucha. Mara baada ya kuongea hivyo, aliweka kombe chini na kupandisha kitandani na kujifunika na blanketi gubi. Unaweza kwenda? Nimechoka, nataka kulala. Hamza mara baada ya kusikia hivyo alitamani kutoa kilio pale pale. Mabadiliko ya haraka ya Reji yalimshangaza mno. Wife, unajua nimechoka sana. Unaonaje nikilala hapa? Wewe toka. Regina alifoka. Yaani ni dakika moja tu alikuwa anaongea vizuri. Hamza alijiambia, "Ya nini ngoma za masikio kunipasukia?" Alisha kujiinua kivivu na kurudi chumbani kwake. Alijua Reji sio kama alikuwa na hasira, bali alitafuta tu sababu ya kumuondosha ndani ya chumba chake. Yaani mwanamke huyo ni kama alikuwa na pepo. Kisirani sio kisirani, gubu sio gubu. Muda ulikuwa umeenda sana na Hamza kuona hata haja ya kulala bwana. Hivyo mara baada ya kujiegesha kidogo tu, njaa ilimshika na alitamani angepata chochote kuchangamsha tumbo, lakini alisubiri kukuche. Muda huo pia aliona ni vizuri pia kuongea na Himidu kuhusu swala zima la umoja wa sinagogu, ili kuwafanya kuwa makini sana, maana kila alichokishuhudia aliamini pengine kinaendelea ndani ya Tanzania. Mara baada ya kumwambia Himidu kilichotokea, mshauri mkuu huyo alisema sio rahisi kudili na makanisa Brazil moja kwa moja kutokana na kwamba ni mpaka wapate ushahidi kwamba wapo chini ya sinagogu. Hivyo wataandaa mpango maalum, lakini kabla ya hapo anapaswa kupeleka taarifa hiyo kwa wakuu wake. Hamza alijua Himidu yupo sahihi kwa sababu nchi haikuwa yake na masuala ya kidini huwa si mepesi kudili nayo, maana yanagusa wananchi moja kwa moja. Baada ya kukata simu, pale aliona njia nzuri ya kupoteza muda ni kuchukua mazoezi, na zoezi alilolifanya ni ile mbinu yake ambayo alikuwa akiita mdundiko wa jini kichaa. Ukweli ni kwamba aliamini uwezo wake ulikuwa ni mkubwa zaidi kabla ya kuvua nguvu za nishati ya mbingu na ardhi miaka 3 iliyopita. Kama angeendelea na mafunzo ya nishati ya mbingu na ardhi na kisha akaja kukutana na Nyakasura, akaja kukutana na Nyaka, mbona asingeweza kumshinda Nyaka? Aisee, Nyaka ni aina ya watu ambao wamezaliwa na nishati za mbingu na ardhi kwenye mili yao tayari. Wao wanachofanya ni kuziamsha tu, na binadamu kama yeye atakachojivunia ni juhudi pekee. Kwa hiyo Hamza yeye mtazamo wake ulikuwa ni tofauti kidogo. Aliamini binadamu mwili wake una nguvu ya asili kama ilivyokuwa kwa Nyakasura. Yaani kwamba kama ilivyokuwa Nyakasura kuzaliwa na damu ya nishati ya moto. Sasa kuachana na hayo mafunzo, ilikuwa ni kwa ajili ya kuvuna nguvu ya asili ya mwili na mazingira. Aliamini binadamu ni kiumbe ambacho yani hakija kuwepo katika uso wa dunia kuwa wa kawaida. Kama ambavyo wanahistoria wanaangazia binadamu alianza kuwa kama mnyama, na kadri muda ulivyosogea ndio alibadilika. Hivyo aliamini pia binadamu wa sasa bado hajafikia hata robo ya safari ya mabadiliko yake, na pengine mabadiliko yanachukua muda mrefu kumtokea binadamu kutokana na kuridhika. Hivyo Hamza yeye hakutaka kuridhika. Alitaka kuharakisha mabadiliko ambayo binadamu anaweza kuyafikia kwa karne kadhaa mbele. Hivyo hakutaka kupoa.
Hamza hakupata mawazo hayo kwa sababu ni yeye ndio kagundua kuwaza namna hiyo. Kulikuwa na uthibitisho wa uwepo wa binadamu wenye uwezo wa hali ya juu sana ambao hawakuwahi kuaminika uwepo wao katika akili za kibinadamu zaidi ya hadithi pekee. Japokuwa hata yeye hakuwahi kukutana na hao magwiji, lakini aliamini wapo. Na kama hawapo, walikuwepo. Sasa mpango wa Hamza ni kuivuna asili ya mwili wake ili kufungua kodi za uwezo wa mwili wake na kufikia level ya ugwiji. Msikilizaji, hata mwili wako huu ambao unaochukulia poa ni mwili ambao una nguvu vibaya sana. Ndio maana katika kila kitu mtu anakuambia thubutu, yani jiamini na usikate tamaa. Paka kuja kukipata hicho kitu ni kwamba nguvu ya ndani imethibitishwa na nia kukitaka. Ndio maana unakipata. Hakuna watu, kuna wengine ambao matajiri, hakuna aliyemka utajiri, lakini alikuwa na ile fikra kwamba nataka kuwa tajiri, yani ile nataka mpaka inakuja kutimia. Yani kila mtu ana nguvu aliyozaliwa nayo, kila mtu ana nguvu. Ni wewe tu kutokujiamini kwako. Kwa hiyo imani yake ilimwambia kama kweli hao magwiji wapo, basi ataweza kukutana nao akifikia level zao pekee, na hiyo ndio asili na tabia ya watu wa juu. Yaani ni kama ilivyo kwa watu waliokuwa juu kimadaraka, hukaa meza moja na wenzao walio na madaraka ya nini? Ya juu. Hivyo Hamza aliamini ukifikia level ya ugwiji, lazima magwiji watajitokeza kutaka kupimana naye. Asubuhi na mapema Hamza alishuka katika mgahawa wa hoteli hiyo kwa ajili ya yani ile kuweza kupata kifungua kinywa. Hakumsumbua Reji kwa kuamini ya kwamba kutokana na kuchelewa kulala basi usingizi utakuwa umefanyaje? Bado umemshika, yani utakuwa haujaisha. Lakini ile inafika saa 3, Reji alianza kupiga simu. Hamza alihisi pengine Regina ana tatizo. Hivyo haraka alikimbilia kwenda chumbani kwake, na mara baada ya kufunguliwa mlango, Reji alikuwa katika mavazi ya kulalia bado. Na hata kuoga alikuwa bado akajaoga. "Hey wife, kuna tatizo?" "Angalia mwenyewe," aliongea Reji, huku sasa akimpa Hamza nafasi ya kuona TV ndani. Pale Hamza aliweza kuona taarifa ya habari ambayo ilimshangaza na kumfanya mwili wake kushikwa na barafu. Katika taarifa hiyo ilisema kwamba Princess Irami amepatikana. Kulingana na maelezo ya mtu wa taarifa ni kwamba watekaji hawakufanikiwa kwa 100% kumteka Princess. Anasema kwamba Princess alitekwa kwa mara ya kwanza, na alitekwa mwanzo, lakini mara baada ya mtekaji kupoteza uangalifu alikimbia mpaka pale polisi walipofanikiwa kumpata asubuhi. Familia ya mfalme na serikali ya Ufaransa wanapongeza juhudi za watu wote waliokuwa wakihakikisha kupatikana kwa Princess, huku jeshi la polisi likiahidi litaendelea kufanya uchunguzi kugundua ni nani ambaye alipanga njama za utekaji huo. "Hivi wewe ulisema jana Princess alitoweka baada ya kuvuta hewa ya sumu na ulikuwa na hakika amekufa? Kwa hiyo ulikuwa ukindanganya. Mbona bado yupo hai?" Hamza alikuwa katika kihoro. Alikuwa na zaidi ya miaka 25, na muda huo kwa mara ya kwanza ndo anajihisi zile ngano za uwepo wa mizimu pengine ni kweli. "Wife, unajua jana ni kama nilivyokuambia, ni nashindwa kuelewa imekwaje." Hamza alihisi ni kama jambo hilo halikuwa likiwezekana. Anyway, inawezekana ulikutana na Princess fake wewe, au alibadilishwa kuonekana ndio yeye. Kuna matukio ya watu wakubwa duniani ambao hutumia mbinu ya kujibadilisha ili kukwepa utekaji. Kwamba yani walikuwa wawili, lakini kama unachosema ni kweli alikuwa fake, vipi yani mbona hata maiti yake ilipotea? Afiki nyingine inawezekana vipi awe mrembo vile? Kama alifanya hivyo kulikuwa na haja ya kutafuta mtu mwenye urembo aina ile. Unajua jana mimi nimekuuliza na ukasema ni wa kawaida, lakini naona kabisa hapa sasa hivi unashindwa kuficha hisia zako, si ndio? Hamza tayari alishaona kashakoroga mambo tayari. Kwa hiyo pale aliona mambo yanaelekea kuharibika, na haraka alibadilisha topic. "No, mke wangu, unajua swala la muhimu ni kufanya uchunguzi tu na kujua kwa hakika nini kinaendelea. Au unaonaje? Inawezekana aliyekutana naye jana ni halisi na aliyempata sasa hivi ndio fake. Na kama ni fake, basi moja kwa moja atakuwa ni mwanachama wa sinagogu.
Na kama ni hivyo, unadhani ni hatari kiasi gani kwa kile atakachofanya? Regina mara baada ya kusikia hivyo aliona aendane na Hamza kubadilisha tu mada. Hata kama ni feki, utafanya nini sasa? Utawezaje gundua? Afistosha ulisema ndio mara yako ya kwanza kukutana naye. Hamza pia hakujua anaenda kufanya uchunguzi vipi, lakini alijiambia lazima afuatilie hilo swala. Kwenye maisha yake hajawahi kuchezewa akili namna hiyo. Tabia yake haikumruhusu kuishi bila majibu anayoyataka. Wife, ebu naomba leo nisikusindikize kwenda kwenye kampuni. Mimi nataka kwenda kuonana na huyo princess. Kuonana naye? Kivipi? Yani utaweza kumuona? Mimi sikosi namna. Wife, unajua wewe usio na wasiwasi kabisa. Ni princess tu huyo na sio kwamba eti naenda kuvamia ikulu. Haiwezi kuwa ngumu. Aliongea Hamza, ingawa Reji alikuwa na wasiwasi, lakini aliona amruhusu Hamza baada ya kuona alikuwa akijiamini vya kutosha. Anyway, usije kusababisha tu matatizo. Sitaki kuja kukamatwa hapa. Sitaki kabisa. Hilo lisikupe shaka kabisa. Mimi naweza kukamatwa Afrika na kushikiliwa kwa muda mrefu, lakini sio Ulaya. Ninafahamiana na watu kibao wenye madaraka. Regina alitaka kumwambia aache tambo zake, lakini mara baada ya kukumbuka mambo ya Hamza katika masaa machache yaliyopita aliishia kutulia tu, maana alihisi ya kwamba hakuwa kidanganya. Sasa Hamza mara baada ya kutoka hotelini hapo alichukua uelekeo wa upande ambao alikumbuka Princess Ayla aliongea kuhusu sherehe za kukata utepe, na kuna hakika ilikuwa ni katika eneo la Louvre kama ratiba zake hazikuwa zimebadilishwa. Hamza mara baada ya kufika katika eneo hilo, eneo maalum la makumbusho, ni kama hisia zake zilivyomwambia, kwani aliona walinzi wengi wakiwa wanaimarisha ulinzi. Watu wa kawaida hawakuruhusiwa kabisa kuingia. Sasa Hamza hakuwa na haraka kabisa. Alitembea kwa kuzunguka majengo hayo akijaribu kuchunguza ili kama anaweza kupata eneo ambalo hawezi kuonekana na kurukia. Alisimama kwenye kona akiwa anasubiri. Sasa nusu saa mbele magari meusi yalifika ndani ya eneo hilo yakiwa na watu wengi maarufu pamoja na matajiri ambao wengi wao walikuwa katika mavazi ya kifashion na kuvutia raia wengi na baadhi ya watalii. Mara baada ya gari ya katikati ya Mercedes Benz kusogea katika eneo hilo la Louvre Museum, mtu ambaye aliyekuwa akimfahamu alishuka kutoka garini. Alikuwa amevalia shati la shifoni rangi nyeupe, sketi ya dark green pamoja na koti la suti lenye michirizi ya rangi nyeupe mkononi. Alikuwa mrefu mwenye umbo la kuvutia la umisi. Unadhani alikuwa ni nani mwingine, msikilizaji, tofauti na Princess Ayla? Na muda huo alikuwa amefunika kichwa chake na kofia fulani hivi wanazovaa sana ma princess wa kimagharibi, kofia ambayo ilikuwa imezungushwa kitambaa cha melimeli. Nadhani wengi mnaweza kuwa mnaifahamu hii kofia. Licha kutokuonekana sura vizuri, Hamza aliweza kuona kabisa huyo ni yule ambaye amekutana naye jana usiku. Hamza alijiuliza nini kinaendelea? Yaani imekuwa yule princess ambaye jana alipoteza fahamu akawa yupo? Yaani akawa ndio huyu? Hamza alitupa pembeni espresso aliyokuwa ameshikilia, na kisha pale pale alianza kupita hatua kusogelea upande ule katika jengo la makumbusho ambalo Ayla wasaidizi wake waliingia. Asa muda ule mara baada ya kuona walinzi wawili mlangoni walikuwa hawaangalii upande wake, haraka sana aliongeza nguvu katika miguu yake na kufanya mwili wake kuwa kama mshale na kupita walinzi kwa spidi kubwa na hawakuweza kuona chochote. Basi bwana, mlinzi mmoja akasema kwamba hey, haujahisi kama kuna kitu kimepita hapa? Aliuliza mlinzi mmoja na kumfanya mwenzake pia kuonyesha hali ya kuchanganyikiwa. Akasema nimehisi tu, yani wimbi la upepo. Yule mlinzi akacheka akasema nadhani ni pombe ya jana bado ipo kichwani. Aliongea na wote walicheka. Wakati wakiongea, upande wa Hamza alikuwa ashafanikiwa kujipenyeza ndani. Kutokana sasa na ushombe wake na pia kuvalia suti na namna ambavyo alikuwa akitembea kwa kujiamini ndani ya jengo hilo, sasa ilikuwa ni ngumu sana mtu ambaye hakuwa kimfahamu kumtilia shaka. Mara baada ya kufika katika eneo la mapumziko, sehemu maalum kwa wageni muhimu, aliweza kuona mabodyguard wanne wakiwa wamesimama kwa nje kuhakikisha ulinzi kwa kutembea kwenda mbele na kurudi nyuma. Ijapokuwa kulikuwa kuna njia nyingi za kuweza kujipenyeza ndani, Hamza hakutaka kupoteza muda, hivyo alitembea kwa kujiamini kusogelea mlango ule. Bodyguard wa kizungu akauliza,
wewe ni nani? Tena hapo alikuwa amevalia miwani meusi. Kwa sababu Hamza alikuwa akitembea kwa kujiamini, bodyguard yule hakuonyesha fujo, akiamini Hamza pengine ni mtu mzito. Hamza akasema, mimi ni rafiki yake Princess Aira, jina langu naitwa Hamza. Aliongea Hamza akiwa na tabasamu kabisa. Mlinzi yule akauliza, una rafiki na Princess? Aliuliza yule mlinzi akionekana kushangaa na wote waliangaliana. Basi bodyguard mwenye miwani ya jua akasema ya kwamba samahani, tunapaswa kwanza kuthibitisha kama unachoongea ni kweli. Kisha kupitia simu ya upepo alitoa ripoti kwa watu waliokuwa ndani ya chumba. Basi akasema kwamba madam mtumishi, kuna mtu hapa nje amejitambulisha kwa jina la Hamza. Anasema ni rafiki yake Princess. Okay, sawa sawa. Mara baada ya wakati ile simu, yule bodyguard aliinua sura yake na kumwangalia Hamza. Akasema samahani, Princess hakufahamu. Tafadhali ondoka katika eneo hili. Sasa Hamza kwa sauti akasema kweli? Labda atakuwa amesahau tu jina langu. Mwambie ni Hamza kutokea Tanzania. Yule bodyguard huku akiwa serious akasema kwamba please leave. Hamza alishia kusinyaza macho yake tu, akishindwa kujua ni kweli Aira hakumfahamu au alikuwa akiigiza kutokumfahamu makusudi tu. Lakini licha hivyo, Hamza hakutaka kulazimisha, maana aliamini sio kama Princess huyo angetokomea huko ndani. Alipanga kusubiri mpaka atoke ndio ajihakikishie kama kweli alikuwa akiigiza au ni kweli hakuwa akimfahamu. Basi baada ya kusubiri kwa takriban nusu saa, hatimaye msafara wa Aira ulianza harakati za kutoka. Chini ya safu mbili za walinzi, Princess aliweza kuonekana. Ingawa alikuwa amejifunika na kitambaa kama shera kuzunguka kofia yake, lakini Hamza alikuwa na uhakika na macho yake. Huyo alikuwa ni Aira wa usiku wa jana bila shaka. Muda huo Hamza kusita tena, kwani pale pale alifanya maamuzi ya kuziba kwa mbele. Basi Hamza kauliza, "Wewe nani?" Kiongozi wa walinzi akasema, "Mzungukeni Princess." Aliongea haraka sana, na mara baada ya tukio la Hamza kusimama mbele yao, Hamza muonekano wake haukubadilika kabisa. Na muda huo alimwangalia Princess, akamwambia Princess Aira, "Ni kweli haunitambue?" Kundi la wahudumu mara baada ya kusikia rafudhi ya Hamza walijikuta wakiangaliana, na ni kama vile walipatwa na hali ya uweni hivyo, wakiamini pengine sio muuaji. Princess upande wake, baada ya kuitwa jina lake na Hamza, hakukuwa na mabadiliko makubwa, na kupitia upenyo wa walinzi alimwangalia Hamza kwa makini. Akasema, "Please, excuse me sir, who are you?" Aliongea Princess akimuuliza Hamza kwamba yeye ni nani. Hamza mara baada ya kusikia sauti yake aliitambua vyema, ilikuwa ni sauti hiyo aliweza kusikia jana usiku bila shaka. Lakini kwa nini mwanamke huyo anasema hamtambui? Sasa Hamza akaendelea kuuliza kwamba Princess, jina langu ni Hamza. Hukuniona vizuri sura yangu ile jana usiku wakati tunarudi Paris? Princess akasema, "Sijawahi kukuona popote. Mr. labda tutakuwa umenifananisha tu." Sasa moja ya mhudumu wa kike aliyevalia miwani yenye flame fulani hivi ambazo zilikuwa zimebandikwa madini ya dhahabu aliingilia akasema, "Rakisheni na mumkamate huyo mtu. Anaweza kuwa sehemu ya watekaji wa jana usiku." Hamza mara baada ya kusikia hivyo alishindwa kujizuia na kuishia kushangazwa na kauli hiyo. Akasema, "Nyewe watu nadhani mnatania aise. Sasa kama ningekuwa mtekaji, mimi ningekuja katika eneo kama hili, kujiingiza mtegoni mwenyewe kweli?" Basi kwa Kiingereza akasema kwamba nyewe watekaji ni wajanja mno. Lazima upo hapa kimpino. Princess ni mtu mkalimu sana, lakini bado nyewe watu msio na huruma mnajaribu kumteka na kumdhalilisha. Uwevu wenu hausameki. Basi aliongea kwa Kiingereza, na pale walinzi walimsogelea Hamza kwa kasi na kutaka kumkamata. Hamza alishia kuwakwepa mara mbili mfulizo na kuwafanya bodyguard hao kudondoka chini. Princess Aira mara baada ya kuona tukio hilo alionekana kushangaa kidogo. Aira akasema ya kwamba Madonna haina haja ya kumkamata, anaonekana kuwa mtu mzuri, tondokeni. Baada ya kuongea hivyo akaambia kwamba Princess, una roho nzuri sana. Hii ndio maana unakaribisha watu wengi wasio na nia nzuri kuchukulia faida. Ila niamini mimi, huyu mtu ni jambazi na lazima tumkamate ili tujue kwa undani story nzima ya wasinagogu na kwa nini wamekuteka. Aira akasema haina haja. Tupo hapa kwa ajili ya kushiriki sherehe za kukata utepe na zitaanza muda si mrefu. Tondokeni, haina haja ya kusumbana naye. Aliongea Aira, na kwa Hamza alivyomsikia mwanamke huyo ilikuwa ni kama kweli kabisa hakumfahamu. Hamza hakutaka kuamini kabisa kama Princess mrembo ambaye
alimwokoa jana alikuwa fake na huyo ndio halisi. Asa baada ya Madonna kuona Princess anaomba sana kwa Hamza kuachwa, alikubali huku akimwonya asije kuwasogelea tena. Na pale pale walianza kutembea kutoka. Hamza alionekana kutokuwa na jinsi mpaka wakati huo, kwa sababu alishajitambulisha na Princess huyo kamkataa. Hakuona haja ya kuendelea kulazimisha. Hamza muda ule wakati sasa anataka kuondoka ndani ya jengo hilo la makumbusho, alihisi kuna kitu hakipo sawa na alijiuliza ni kitu gani, ila hakupata jibu. Muda ule sasa wakati anasogelea mlangoni, alijikuta akikutana na mchoro wa Mona Lisa uliotundikwa ukutani, na mara baada ya kuangalia mchoro ule, tabasamu la Mona Lisa ni kama lilikuwa linamkejeli kwa kushindwa kujua kitu ambacho kipo wazi kabisa. Hamza pale pale alijikuta akisimama na kufumba macho yake na kujiuliza tena swali, ni kitu gani nimeshindwa kuona? Alianza kufuatilia kila kitu kilichotokea muda huo na kila neno alilosikia. Baada dakika moja kufikiria, pale pale macho yake alichanua, akionekana kuna kitu kimemwingia akilini. Akasema, "Oh, kumbe." Hamza alijikuta akiongea hivyo huku tabasamu la uchungu likimvaa. Sasa nje ya bustani, makundi mbalimbali ya wanahabari walioshikilia kamera na maiki walionekana kusubiri. Baada ya kuona kundi la watu maarufu na matajiri wakitoka, kamera zilianza kumulika mfululizo na hatimaye Princess Aira alijitokeza wa mwisho, na hapo ndipo kamera zilivyozidi kupiga makelele. Ijapokuwa tukio hilo lilikuwa ni maalum la kukaribisha kazi ya kisanaa mpya ndani ya makumbusho hayo, lakini watu walikuwa wamewekeza umakini wao kwa Princess sana. Hususan ni tukio la kutekwa kwake jana usiku. Waandishi wengi walitaka kujua kama alikuwa amejeruhiwa kwa namna yote ile. Asemana baada ya hotuba fupi, Greta na baadhi ya viongozi wa Paris walionekana kufahamu Princess hakupenda kuonyesha sura yake kwa watu. Hivyo waliishia kumshukuru kwa kushiriki kwake, na pale pale walianza taratibu za kukata utepe. Lakini muda ule ule vitu kama vitenesi vya chuma vilitoa ardhini na kuanza kusogea uelekeo ulipokuwepo Aira pamoja na watu wengine. Na ilichukua sekunde tu, pale pale vitu vile vilipasuka na kufuka moshi mzito na kubadilisha hali ya hewa kabisa eneo hilo la sherehe za kukata utepe. Muda ule vilio na mayowe yalianza kusikika kutoka kwa watu mbalimbali, huku wengine wakidondoka chini na kupelekea sasa kukanyagwa na wenzao na kusababisha eneo lote kuwa na hali ya juu ya tafrani. Basi Madonna akasema ya kwamba, "Hey, cover the princess and retreat." Aliongea Madonna ambaye ni msaidizi mkuu, na kisha pale pale alimshika Aira mkono na kukimbia naye. Mabodyguard walimkimbilia kwa nyuma wakiwa wametoa silaha zao kushambulia yoyote atakayekuwa kikwazo. Lakini sasa moshi ule, ulikuwa ni mzito mno na kufanya watu kukimbia ovyo na kuwafanya wale mabodyguard sasa kuzongwa, na sekunde chache tu hawakuweza kumuona Madonna na Princess kwenye macho yao. Katika eneo la kutokea, Madonna alionekana akiwa na Princess wakikimbia. Sasa Princess kwa kupanika akasema, "Madonna, tunaenda wapi?" Madonna akasema, "Princess, hii ndio njia ya kujiokolea ambayo tuliiandaa ikiwa chochote kitatokea. Tafadhali nifuate, kuna gari ipo mbele kwa ajili yako." Aliongea Madonna, lakini ni muda ule aliweza kuona mtu akijitokeza mbele yake. Sasa akauliza kwamba kwa nini ni wewe tena? Aliuliza kwa mshangao na shoki. Aliyekuwa amejitokeza mbele yake alikuwa ni Hamza. Hamza bwana alikuwa ameshikilia sigara na mdomo wake ulikuwa kimwemwesa kwa kupendezwa na sigara. Tena akimwangalia Madonna na tabasamu ambalo halikuwa tabasamu. Hamza akasema, "Madamu mtumishi, unampeleka wapi Princess na haraka zote hizo?" Madonna akasema, "Kuna dharura na tunapaswa kumuondoa hapa haraka sana. Hebu toka njiani." Aliongea Madonna huku sasa akitaka kukimbia na Princess kwa mara nyingine. Lakini mwamba Hamza alimzuia kwa mkono huku akitoa sigara ile mdomoni na kutoa moshi. Kisha akaitafuna ili izimike. Watu wanazimaga sigara kwa kuikanyaga, Hamza aliitafuna. Hamza akasema kwamba mbona huku hakuna njia yoyote? Madamu mtumishi, mbona hamna njia yoyote ambayo inaonekana ni ya kumwokoa? Maana kama ndio njia sahihi, mimi ningeona gari maalum ya kumchukua Princess.
Na badala yake gari niliiona pale mbele ni zile za kuteka watu. Ambapo niliona pale mbele ni zile za kuteka watu. Kwa nini sasa unampeleka huko? Aliongea Hamza, na mara baada ya Madonna kusikia vile, alionekana kushtuka kidogo, lakini alificha hali ile haraka sana. Akasema kwamba unaongea nini wewe? Hebu pisha njia. Madamu mtumishi aliongea kwa kufoka. Hamza akasema aisee, nadhani unajua vizuri ninachoongelea. Kwanza huna haja ya kuharakisha, maana watu watatu ambao walikuwa ndani ya gari, wanaume wawili na mwanamke mmoja, wote wameshapoteza uhai. Madonna mara baada ya kusikia hivyo alijua ni kwa namna gani hawezi kuendelea tena, na sura yake ilijikunja pale pale na kuwa mbaya kama kalishwa sumu, huku akimwangalia Hamza kwa macho ya tahadhari. Sasa Madonna alionekana sasa kuelewa ni kwa namna gani asingeweza kuendelea, na sura yake ilibadilika ghafla. Akimwangalia Hamza kwa wasiwasi, akamwambia wewe nani? Hamza akasema nadhani mimi nishakwambia kwa mimi rafiki yake Princess, lakini wewe kadhani kwamba mimi natokea mmoja wa sinagogu. Hamza aliongea huku sasa akionyesha muonekano wa kejeli. Madonna alikakamaa, na ingawa sura yake iliendelea kubadilika, alijitahidi sana kujiweka sawa. Akasema kwamba sijui unachoongea. Aliongea huku sasa Princess Aira akimwangalia Madonna kwa macho yaliyojaa mshangao wa kugundua jambo. Princess akasema kwamba Madonna, ni kweli ulisema sinagogu, lakini katika kumbukumbu zangu sijasema kuwa walioniteka walikuwa wa sinagogu. Princess aliongea hivyo, na Madonna alijikuta sasa kishtuka, jambo lilomfanya Hamza kucheka. Nadhani sasa umejua ni kwa namna gani umejichanganya hadi kujidhihirisha mwenyewe, Sidhani kama kuna mtu mwingine kati yangu na Princess anayejua waliomteka walikuwa umoja wa sinagogu. Ulitoa maagizo nikamatwe kwa sababu unataka kujua siri za sinagogu. Lakini kwa mtu kama wewe ambaye ni mtumishi tu, si jambo rahisi kuzungumza. Na sasa hivi ghafla tu umekimbilia upande huu ukisema ndio njia ambayo Princess alipaswa kupita kujiokoa, ili hali hata walinzi wengine hawajui. Hamza aliongea kwa lugha iliyoeleweka kwa Princess. Ingawa Princess Aira alikuwa na mshtuko, hakuwa mjinga, na haraka sana alionyesha kukatishwa tamaa na Madonna na kumwangalia kwa fadhaiko. Akasema kwamba Madonna, kwa nini umeamua kunisaliti? Ni kuchukulia kama dada yangu na kukufanyia mazuri. Kwa nini lakini? Madonna baada ya kusikia kauli hiyo kutoka kwa Aira, macho yake pale pale alijawa na chuki. Akasema kunifanyia kwako mazuri kuna umuhimu gani kwangu? Mtu pekee ninayemtii ni mfalme mkuu Devas. Na kwa kuwa mpango wangu wa kukuchukua umeshindikana, ni muda wa kukamilisha mpango B. Aliongea pale pale, akaanza kucheka kwa nguvu, kisha akamsogelea Aira na kumshika. Basi Hamza akasema kwamba kwa makini, ana bomu. Hamza aliongea wakati sasa ambao tayari alishamfikia Aira na kumkwepesha kutoka kwa Madonna, huku sasa akimpiga Madonna teke lililomfanya kama kufyatuka kama mpira. Teke hilo liliambatana na mlipuko ambao ulipasua korido nzima ya jengo la Louvre na kusambaza sasa vipande vya matofali, huku sanamu kadhaa za thamani kubwa zikiharibiwa. Hamza alimkumbatia Aira kwa nguvu sana, huku sasa akimkinga kwa mgongo wake, akihakikisha kuwa wimbi la bomu hilo halimdhuru, na vipande vya mawe vilivyokuwa vikiruka vilisababisha nguo zake kuchanika. Akiwa pale aligeuza macho yake na kuangalia korido hiyo iliyoharibika. Alijikuta akishikwa na hofu na kujiuliza Devas ni mtu wa namna gani hata kumfanya mtu msomi kama Madonna kujitoa muhanga kwa kuvalishwa bomu. Basi Hamza akasema, Princess, ulisema mwenyewe jana kuwa kuna msaliti kati ya watu wako. Inaonekana ni watu hatari sana. Hamza aliongea sasa akimshika mkono Aira na kuanza kutembea naye. Aira alikuwa katika hali ya hofu. Uso wake wa kirembo ulionyesha dalili ya kupoteza rangi yake kabisa. Aira akasema, asante sana saa. Kama sio wewe ningekufa leo. Aira aliongea kwa shukrani huku akiinamisha kichwa na kumtazama Hamza kwa wasiwasi. Aira akasema kwamba vipi, hujaumia? Hamza akasema hapana, ni kidogo tu, ila usijali. Hamza aliongea kwa furaha sana. Sasa Hamza akasema kwamba lakini kwa nini leo uko kihadhi kiasi hiki, yani sio kama jana usiku? Aira akasema jana usiku? Aira alionekana kuchanganyikiwa. Macho yake yalikuwa na pepesa tu, jambo ambalo lilifanya Hamza kumshangaa. Hamza akasema kwamba Aira, acha basi maigizo. Tumefahamiana tangu jana. Kwa nini unaigiza kutokunifahamu? Hamza aliongea, lakini Aira alionekana kutokujua kitu.
Aira akasema saa, ni kweli sikufahamu. Ukiendelea hivi unanipa wakati mgumu. Aliongea hivyo, jambo ambalo lilimfanya Hamza kujikuna kichwa kwa mawazo. Angekuwa Roma angekuwa ashamjua vizuri sana. Basi Hamza akasema kwamba kuna kitu unajaribu kunificha. Jana uliwezaje kupotea ghafla namna ile? Aira akasema, mimi sijui unachoongea kabisa. Aira aliongea kwa sura ya unyonge ila akiwa serious. Wakati huo walinzi wa Aira walikimbia wakielekea upande huo, huku sasa wakiita jina lake. Lakini alihisi kuwa kama angeendelea kubakia pale wangeweza kumdhania vibaya. Kwa hiyo alimwangalia Aira kwa kumkazia macho. Akamwambia kwamba anaondoka, ila najua kabisa wewe ni ule wa jana. Hutaki tu kukubali, ila muda si mrefu nitakuja na ushahidi. Baada ya kusema hivyo, Hamza alichukua fursa ya umati wa watu na kutoka nje ya jengo hilo. Baada ya kufika katika duka moja la nguo, Hamza kujali mshangao wa muuza duka. Haraka sana alichagua nguo, akaenda kuzivaa, kisha akalipia na kuanza safari ya kurudi hotelini. Asa alipofika hotelini, alikumbuka kuwa Regina alikuwa ameenda kwenye kampuni kwa ajili ya kikao. Hivyo alikuwa ameboreka sana kuwa peke yake. Alitaka kwenda kutafuta mgahawa ile ale kisha arudi kulala. Lakini aliposhuka chini, alimwona mwanamke aliyevaa nguo nyekundu ambaye alimtambua. Alikuwa ni mwanamke aliyevaa gauni nyekundu na viatu virefu vya kisigino. Hakuwa na hereni wala mapambo mengine ambayo wanawake hupendelea kuvaa. Bwana we, huyu mwanamke alikuwa ni Nyaaka. Na jinsi alipokuwa amesimama ni kama alitaka kila mtu anayeingia na kutoka ndani ya hoteli hiyo amuone. Kadri unavomwangalia Nyakasura, msikilizaji, muonekano wake yani unakuwa ni unabadilika. Jambo ambalo liwafanya wanaume wengi kumkodolea macho kwa tamaa. Hamza alimtambua mara moja alipokuwa akitoka kwenye lifti. Lakini hakumsogelea mara moja kwa sababu kulikuwa na mwanamume mmoja mzungu alikuwa akijaribu bahati yake. Lakini Nyaaka alitumia lugha aliyoifahamu na kuanza kumuongelesha vibaya yule mwanamume kwa kejeli. Jambo lilomfanya yule mwanamume mtanashati kufyata mkia na kuondoka. Kitendo hicho kilimfanya Hamza kushindwa kuzuia tabasamu. Alitabasamu kwa sababu ni kama vile kitu hicho alitaka Nyakasura afanye. Basi akauliza, unamwangalia nani? Aliuliza sasa akimwangalia Hamza kwa chuki kutokana na tabasamu lake. Kwa tafsiri yake aliona Hamza alikuwa akimkejeli. Hamza akasema, wewe unaonaje? Nyakasura akasema, angalia mtu mwingine. Hamza akasema, hakuna shida, endelea na ratiba zako basi. Aliongea Hamza sasa akimpita, lakini kitendo kile kilimfanya Hamza kuhisi msisimko. Na pale pale alimwahi, maana alijua atawasha moto. Hamza ajikuta akitukana huku akimshika mkono na kuangalia kulia na kushoto kuona kama watu hawajaona kitu cha ajabu. Lakini muda huo Hamza akiwa sasa ameshikilia mkono huo, alishia kung'ata meno kwa nguvu kutokana na mkono wake kuungua kama vile alikuwa ameshika chuma cha moto. Lakini kutokana na watu kuangalia, alishia kutoa tabasamu la kizembe akijifanyisha kwamba kila kitu kipo sawa. Hey mrembo, tabia yako ya kutaka kuwasha moto kila sehemu sio nzuri. Hivi unadhani ukiguza hiyo hoteli utakuwa sawa? Hata kama una damu ya Kifonix, viongozi hawezi kukuacha salama. Nyakasura alishia kumwangalia Hamza namna alivyoshikilia mkono wake bila kuachia, na sura yake ilibadilika na kuiva. Wewe mshenzi wewe, aliongea kwa ukali akimpa ishara mwachie. Hamza alijikuta akishikwa na haya na pale pale alimwachia mkono wake. Sijakushika makusudi, nilikuwa na wasiwasi utawasha moto na kufanya watu wakuone kama kiumbe wa ajabu. Kwani mimi najali? Ninachotaka ni kukuunguza basi. Sasa kwa mtu aina yako kuwa na mtu kama mimi ambaye unaweza kushindana naye, si ndio vizuri? Ukishaniunguza utabakiwa na nini sasa? Kuna vitu vingi mimi naweza kuwa navyo, sio lazima uwe wewe. Nikiboreka na unguza nyumba ninayoishi na naigeuza swimming pool kuwa mvuke. Hamza alijiambia huyu mrembo roho yake ni kama damu yake tu. Lakini hakutaka kuonyesha alichokuwa akimwazia. Okay, niambie kwa nini uko hapa? Nimekuja kufuata. Kwa nini unifuate? Nimekuja kuchukua. Himidu kasema nikupeleke ukonone na watu wa Malibu. Anataka tufahamiane, pia upate kuelewa mpangilio wote wa tukio zima. Kwa hiyo mimi sijajua kwa nini mtu kama wewe wa nje wanataka kukutana na sisi, lakini kwa sababu Himidu na Simba ndio wamesema, mimi sina jinsi kukuchukua na kwenda kukutana nao.
Hamza mara baada ya kusikia hivyo na kuona hakuwa na kitu cha kufanya, aliona kubali. Akasema sawa, tuelekee huko. Nyakasura akasema nifuate. Basi Nyakasura aligeuka kwa maringo na kuanza kupiga hatua kutoka nje ya hoteli hiyo. Hamza alijua anaenda kupanda gari ambayo imeandaliwa na kitengo cha Malibu. Lakini alishangaa kuona Nyakasura akitoa simu yake na kufungua app ya lifti kuita taksi. Nyakasura, si ni kama upo mapumziko tu. Kwa nini sasa Malibu hawajakuandalia usafiri? Aliongea Hamza akijiuliza kwa uwezo wa Nyakasura, kwa nini Malibu wasimwandalie gari? Sijataka wanipe gari, kuna tatizo kwani? Hamza alishia kutingisha kichwa tu na kisha muda ule alimfuata mwanamke huyo na kuingia kwenye taksi na kuondoka. Lakini maelezo ya uelekeo wanaoenda ambayo alitoa Nyakasura yalimshangaza sana Hamza. Nyakasura, tunaenda shopping mall kufanya nini sasa? Au unataka kusema kwamba tunakutana ndani ya mall? Hivi kwani kinachokusumbua ni nini? Ninaanza kwenda napotaka kwanza. Wewe unawapenda sana watu mpaka unataka kukutana nao haraka. Kuongozana na mwanamke mrembo kama mimi unapaswa ujivunie. Ila sikulazimishi, kama hutaki unaweza kuondoka. Hamza alijihisi ni kama anaona kivuli cha Reji katika sura ya Nyakasura. Japokuwa mke wake kidogo alikuwa akichagua maneno ya kuongea, lakini sio kama huyo kiumbe. Sawa mama, tunaweza kwenda unapotaka kwanza, aliongea Hamza, maana hakutaka kusumbuana naye. Nyakasura alishia kumpotezea Hamza na kuchezea simu yake mpaka wanafika, na ile wanashuka nje ya shopping mall. Nyakasura alimgeukia Hamza akamwambia lipia nauli. Sasa kwa nini lipia wakati wewe ndio uliyeita usafiri jamani? Kwa nini usilipie tu juu kwa juu? Mwanaume anapaswa kumgharamikia msichana kama mimi, au sio mwanaume? Aliongea kwa kejeli. Hamza alitaka kusema mimi sio mwanaume ndio, lakini alishikwa na hofu ya Nyakasura anaweza kumuunguza dereva. Hivyo alishia kutoa euro na kushuka nje ya gari. Mara baada ya kuingia ndani ya shopping mall hiyo, Nyakasura alikuwa ni kama mnyama aliyetolewa bandani. Alikimbia hapa na pale kuchagua kwa furaha kubwa sana. Hamza alishia kutingisha kichwa tu, tena alikuwa anatingisha kwa masikitiko. Ilikuwa ni ngumu sana kuamini huyo ndio mtu pekee aliyekuwa akiaminiwa na kitengo chote cha Malibu kama mlinzi. Licha tofauti wake na binadamu wa kawaida, lakini alikuwa na asili ya tabia ya kike ndani yake, ili hakutaka kununua vitu. Nyakasura alitembea zaidi ya maduka 6 ya kifahari na kununua kila kilichomvutia macho. Alinunua mikoba, nguo na viatu vya brandi kubwa tu. Na yeye hata hakujali gharama. Kila alichonunua, akimaliza alitoa kadi ya benki ya rangi nyeusi iliyodariziwa na dhahabu na kuipitisha katika kimashine maalum. Hamza alitambua kadi hiyo ni black card, ambayo hifadhi yake ya hela sio chini ya bilioni 3 za Kitanzania. Hamza upande wake alikuwa akifuatisha tu kama mfanyakazi. Alipokea kila kilichokuwa kinanunuliwa. Mara baada ya kuridhika na manunuzi, walifika eneo la kukamata midoli na mashine maalum, na pale Nyakasura macho yake alichanua. Nyakasura akasema kwamba unajua kutumia mashine au wewe ni mshamba? Hamza alijua kama wakianza kucheza na mchezo huo watapoteza muda mwingi sana. Hamza akasema mimi mshamba ndio. Unaonaje tukiondoka kwanza niko na watu wa kitengo cha Malibu kabla muda hujaisha? Aliongea na kauli yake haikumfurahisha Nyakasura hata kidogo. Akasema kwa nini upo hivyo? Hamza akasema nipo vipi yani? Yaani mimi nimenunua kila kitu kwa hela yangu na huna ulichonifanyia, Lakini nakwambia kuhusu kunikamatia tu mdoli hata moja tu unanikatalia. Hufai hata kidogo. Aliongea kwa sasa kiini cha macho yake kikibadilika na kumtia Hamza wasiwasi. Hamza akasema unajitilisha huruma nini sasa? Mimi sio mpenzi wako, kwa nini sasa nikufanyia yote? Nyakasura akasema ni kwani mpaka wewe mpenzi wangu ndio nisaidie? Usiponikamatia hata mmoja naunguza mashine. Aliongea kiwa serious. Na Hamza alishia kukunja sura tu huku akingata meno. Aliona hakuwa na jinsi zaidi tu ya kumkamatia mdoli kama anavyotaka. Ukweli ni kwamba aliona Nyakasura bado akili yake haijakomaa licha uwezo wake, na vitu ambavyo anaweza kufanya havitabiriki kabisa. Hamza alitumia zaidi ya lisaa kufanikisha kukamata mdoli mmoja tu. Na muda huo ndio simu ya Nyakasura ilivyoita, na alipopokea alionekana kuwa serious. Akajibu tu sawa. Nyakasura alishakata simu kwa hasira sana na kumwangalia Hamza, kisha akamwambia kwamba Simba akasema twende sasa hivi ukakutane na hao watu. Aliongea kinyonge,
Na jambo lile lilimshangaza Hamza. Hamza akasema, Nyakasura, uwezo wako ni mkubwa kuliko wa simba. Kwa nini bado unamsikiliza kwa utii namna hiyo? Nyakasura akasema, sio kama namtii, ni kwamba staki akiwasiliana na baba na kuanza kunisnitch. Hamza akasema, baba yako? Hamza alijikuta akiwa katika shauku. Alitamani kuona familia ya Nyakasura ilivyo. Kwake ni kama ilikuwa maajabu, na aliamini pengine kukutana na familia hiyo angejua kuhusu uwezo wa Priscilla una uhusiano gani na Nyakasura. Upande wa Nyakasura alionekana kama kujutia kile alichoongea, na pale pale muonekano wake ulibadilika na kuwa kauzo. Akasema kwamba jali mambo yako bwana, achana na maswali. Hamza alishia kuishiwa na maneno tu na kujiambia moyoni, kama hataki kujibu si hataki bwana. Kuna haja ya kubadilika na kuwa kama mbuzi. Mara baada ya kutoka nje ya shopping mall, waliita taksi ambayo iliwachukua moja kwa moja mpaka kwenye hoteli ambayo timu ya kitengo cha Malibu walikuwa wakiishi. Hamza mwanzo alifikiria timu hiyo ya wanajeshi wangewekwa katika hoteli ya fahari ya juu, lakini ilikuwa kinyume chake. Ilionekana dhahiri walifanya maamuzi hayo kutokana na athari za kiusalama. Baada ya kufika Hamza alidhania Nyakasura angeongozana naye kuingia ndani ya hoteli hiyo, lakini kwa tofauti. Nyakasura akasema, unaweza kwenda sasa, narudi zangu hoteli kulala. Hamza alishia kushangaa tu na kujiuliza, kumbe majini nayo yanalala. Asa akauliza kwamba sio kama unaishi hapa na wenzio. Nyakasura akasema, nani anaishi hapa kwenye hoteli mbaya mbaya kama hii? Wanakaa wenyewe. Mara baada ya kuongea hivyo, alimpa ishara dereva kuondosha gari. Hamza alishia kusimama nje ya hoteli hiyo kama sanamu. Alijiambia ni kweli alimkubalia Simba kudili na hilo swala, lakini kwa nini ni kama sasa amegeuka mtumwa ghafla? Alijiuliza kama Nyakasura hakuwa na mpango wa kushiriki kwenye kikao hicho. Kulikuwa kuna sababu ya kumsumbua vyote vile, Alijihisi ni kama amezidi kuwa mpole ghafla kiasi cha watu kuanza kumchezea. Basi kuna mwanamke mmoja mweusi wa makamo tu alimwambia Hamza kwamba, habari kaka, utakuwa ndo Mr. Hamza si ndio? Huyu mwanamke alikuwa na kama miaka 40 hivi. Alikuwa na nywele fupi na amevalia jacket refu na suruali pamoja na miwani ya macho. Alikuwa na sura ya upole sana. Hamza akasema, ndio dada. Wewe ni? Yule dada akasema, naitwa Rehema Mdeme, ila unaweza niita tu Ray. Mimi ni katibu mwitasi wa Balozi Rajabu, nipo hapa kukupokea. Alongevo, Hamza pale pale alikumbuka katika ile orodha ya majina ambayo Himidu alimpatia, jina la Balozi Rajabu Salum lilikuwepo, ambaye licha kufahamika kama balozi lakini vile vile alikuwa ndio chief kitengo cha Malibu anayeshughulika na masuala yote ya kitengo katika bara la Ulaya kwa kushirikiana na idara ya mambo ya nje. Hamza akasema, wewe ni mkubwa kwangu, hivyo nitakuita Sister Ray. Aliongea Hamza na kufanya Rehema kutabasamu, na kisha pale pale aliongoza njia kuelekea ndani. Basi bwana, mara baada ya kufika floor ya 6 ambayo ilikodishwa nzima kwa ajili ya kitengo hicho, Hamza alipata kuona maagenti wengi wakizunguka huku na huko kuimarisha ulinzi. Wanaonekana kuwa na mafunzo ya hali ya juu sana. Ndani ya chumba cha mikutano kulikuwa tayari na watu zaidi ya 10, wanaume na wanawake wakiongea. Asilimia kubwa ya watu waliokuwa ndani ya eneo hilo walikuwa na umri kuanzia miaka 30 na kupanda. Ni wachache sana ambao walikuwa na umri wa miaka 20. Mwanaume mmoja ambaye sasa alikuwa amekaa mwisho wa meza, aliyekuwa na nywele zilizojaa mvi, ndo aliyekuwa kiongozi wa msafara. Sasa katibu Rehema akasema, balozi, Hamza amekwisha wasili. Balozi aliweka karatasi alizokuwa ameshikilia mkononi chini na kisha alisimama na kumsogelea Hamza kumpatia mkono. Balozi akasema, Mr. Hamza, tumekusikia sana kutoka kwa afande Simba na mshauri mkuu, na wote hapa tunafahamu wewe ni mtaalamu wa juu sana katika mapigano. Hii ndio mara yangu ya kwanza kukuona na sijadhania utakuwa mdogo hivi. Hamza akasema, Balozi Rajabu, asante kwa ukarimu, ila mimi ni kama korongo pori tu, sina msaada mkubwa, lakini kwa sababu Himidu kaniambia nije, nimeona nimpe heshima yake. Aliongewa Hamza kisha akaonyeshwa pa kukaa. Asilimia kubwa ya wanajeshi wa kitengo cha Malibu waliokuwa ndani ya eneo hilo walikuwa kimwangalia Hamza kwa shauku na maswali mengi. Ni kama hawakuwa wakiamini alikuwa na uwezo mkubwa wa kuaminiwa hadi akachukua nafasi ya Nyakasura. Sasa Hamza akasema ya kwamba baraza la Maxi litafanyika siku chache zijazo. Nimesikia kutoka kwa Himidu kiachana na kikao rasmi.
sina haja kushiriki katika maandalizi mengine pamoja na nyie, si ndio? Hamza akajibiwa, ni kweli kabisa Mr. Hamza, na ukaribisho wako hapa sio kwa ajili ya maandalizi. Tumeona kwa sababu tunakwenda kufanya kazi pamoja, itakuwa ni vizuri tukifahamiana mapema ili isiwe ngumu siku hiyo ya tukio. Wengi wetu hapa ni mara yetu ya kwanza katika kushiriki katika kongamano hili. Sasa tumesikia wewe unao uzoefu mkubwa sana, hivyo tungetamani kuuliza na kupata majibu ya maswali machache. Mara baada ya balozi kuongea hivyo, pale alianza kutambulisha watu wote katika meza kwa majina na vyeo vyao. Nusu yao wote walikuwa ni wanajeshi ndani ya kitengo cha Malibu na wengine walikuwa ni Secret Service Agent kutoka TISA, yani Tanzania Intelligence Security Agency, na wapo hapo kama wawakilishi wa usalama. Mtu ambaye alikuwa na madaraka makubwa zaidi ndani ya eneo hilo, ukiachana na balozi, alikuwa ni Amon Mboma, maarufu kama Afande Mboma. Alikuwa ndio mkuu msaidizi wa idara ya siri ndani ya TISA. Licha kuwa mkurugenzi wa idara ya usalama wa taifa, lakini vile vile alikuwa na mafunzo ya nishati ya mbingu na ardhi kuliko watu wote waliokuwa katika eneo hilo. Yaani kwa mpangilio wa madaraka, Mboma alikuwa namba 2 baada ya balozi Rajabu. Utofauti ni kwamba tu alikuwa ni kama captain na pengine alibeba siri nyingi kuliko hata ilivyo kwa balozi. Sasa Afande Mboma akasema ya kwamba Mr. Hamza, kwa sababu unaonekana kama una haraka, basi sitozunguka sana na nitaenda moja kwa moja. Sababu tulikuitia hapa ni kwa sababu tuna matumaini utatusaidia, lakini niwe radhi kwa sababu mpaka sasa sijajua ni kwa namna gani unakwenda kutusaidia. Alongevu Afande Mboma huku akijikakamaza na kisha akaendelea kusema ya kwamba awamu hii ushiriki wetu katika baraza la Maxi unakwenda kuwa wa kitofauti na vipindi vyote tulivyoshiriki. Siku hizi taifa letu linamiliki Earth Axis, kitu ambacho kimetafutwa sana baada ya vita ya pili ya dunia mpaka sasa. Sababu ya kwanza, ushiriki wetu ni kwa ajili ya kulinda hadhi ya nchi pamoja na jeshi letu. Sababu ya pili ni kwamba tunahitaji kushiriki katika mazungumzo ya kidiplomasia aina zote ili kujihakikishia hatuna maadui wengi. Tatu na muhimu zaidi, tutaangalia uwezekano wa kushirikiana na taasisi kubwa kutoka katika maeneo mengine ya nchi kubwa kwa ajili ya matumizi mazuri ya teknolojia kutoka ndani ya Earth Axis. Katika misheni hii usiri mkubwa unahitajika, na kwa sababu ni misheni inayohusisha taarifa nyingi adimu za kiteknolojia kutoka kwenye Earth Axis, juhudi kubwa itakuwa ni kwenye swala zima la ulinzi, kwani ni hakika jambo hili linamweka kila mmoja wetu hapa katika uhatari, hususan kipindi hiki ambacho tupo katika mgogoro na Pentagon. Kwa hiyo ukweli mpaka sasa sijajua ni kwa sababu gani mkuu wa majeshi pamoja na Himidu wamekualika. Labda ni kutokana tu na ushindi uliotupatia kule kisiwani kule. Na kama ni hivyo tunashukuru sana kwa mchango wako, lakini hata hivyo uwepo wako inamaanisha tutakwenda kuwa wakali zaidi. Balozi akasema, Mzee Mboma, Hamza ametusaidia kiungwana kabisa kule, lakini kwa maneno yako kwa nini kama vile unamdhalilisha na kuonyesha kama ni hastahili kuwa hapa? Sasa Mzee Mboma akasema, sio kama namdhalilisha. Kitu ambacho sielewi mpaka sasa, kwa nini wanasema Hamza anaweza kusaidia kulinda watu wetu na kulinda taarifa? Mnapaswa kuelewa kikosi cha Zero Data alichopambana nacho hakukuwa na mtaalamu hata mmoja. Hata kupitia washirika wao walituhakikishia kwamba hawakutuma wale wanajeshi wa juu kabisa. Tumekuja hapa na Nyakasura, hivyo hata kama itokee watumie wataalamu wa hali ya juu kimapigano, hakuna wa kumweza. Lakini kwa nini imani yote ipo kwa Hamza na sio kwa Nyakasura? Yaani mimi naona kama tukimtegemea Hamza na tukashiriki baraza la Maxi, hatakuwa na msaada zaidi ya hasara tu. Hiyo jamaa anamjua Hamza, anamsikia. Hamza alimsikiliza bwana huyo bila hisia zozote. Yaani Hamza hakuonekana kasirika, hakuonekana kufurahi. Katulia tu. Yaani hakuongea neno. Ukweli ni kwamba kwa kiasi fulani wasiwasi aliokuwa nao Mboma ni ubinadamu, kutokana na kwamba ilikuwa ni ngumu kwa Himidu na Simba kutoa taarifa zake kwa wepesi. Hivyo ni kama hakuna ambaye alikuwa akijua uwezo wa Hamza upo vipi. Kwa hiyo ni kawaida kuhoji.
Waliona inawezekana Hamza kweli ni mtaalamu, lakini ni mtaalamu tu kama mwanajeshi aliyefuzu komando bila nguvu za ziada. Afande, mbona unachojaribu kumaanisha ni kwamba uwepo wangu unaweza kuwa mzigo kwenu, si ndio? Aliuliza Hamza akiwa na tabasamu ambalo halikuwa tabasamu. Mr. Hamza, usikasirike. Yaani Mzee Mboma ni mwepesi kuonyesha wasiwasi wake, ila sio kwa nia mbaya. Wasiwasi wake ni kama tu yani tunaweza kuingia matatizoni. Aliongevu Balozi Rajabu. Sasa Afande Mboma akasema ya kwamba Mr. Hamza, mimi naheshimu sana mashujaa na watu wenye nguvu. Wewe ni shujaa uliyeshinda vita kule kisiwani. Lakini awamu hii hatuijui nafasi yako katika kampeni yetu na ni kwa namna gani unaenda kutusaidia. Ukweli hata mimi mwenyewe sijui naenda kuwasaidia vipi. Aliongea Hamza akiwa hana wasiwasi kabisa, na kauli yake hiyo ilimfanya kila mmoja aliyekuwa katika kikao hicho kumwangalia mwenzake wa pembeni. Sasa Hamza kuishia hapo tu. Alisema ya kwamba labda ni kwa sababu na marafiki wengi wa kimataifa na kama lote litatokea wanaweza kusaidia. Ila tu kama kampeni yenu itaenda sawa na hakuna chochote kitakachotokea na hakuna nchi wala taasisi ambayo itajiingiza na kuibua usumbufu, manake sitafanya chochote. Baada ya Hamza kuongea hivyo, akaambiwa kwamba Mr. Hamza, una ushahidi gani wa kutuaminisha kwamba una connection ya kutosha kimataifa, Operation yetu awamu hii ni kama tunatembea katika barafu nyembamba. Nchi na taasisi kubwa duniani wanatuangalia kwa karibu sana. Hamza akasema, Mzee Mboma, kama unataka nikuthibitishie kuhusu hilo, muda sina. Sipo hapa kwa ajili ya kuomba kushiriki na nyie. Niwaambie tu sivutiwi kabisa na hilo baraza la Maxi. Hivyo kama mnaona kuambatana mimi nitaongezea mzigo, basi mimi sidhani kama kuna haja ya kuendelea kushirikiana. Najitoa kiungwana tu. Aliongea hivyo Hamza bwana. Hamza mara baada ya kuongea hivyo pale alisimama kwa ajili ya kuondoka. Hana shobo. Lakini muda huo Rehema ambaye alikuwa amebeba kikombe cha kahawa kwa ajili ya Hamza aliingia. Na alishangaa kumwona Hamza anataka kuondoka. Sasa Rehema akasema, Mr. Hamza, unaondoka baada ya kufika tu? Aliongea na Hamza alichukua kikombe kile na bila kujali kahawa ilikuwa ya moto ama baridi, aliipiga yote kwa mkupuo kama maji na kisha akampata kikombe chake. Akamwambia, Sister Ray, asante kwa jitihada zako, ila mimi ndo naondoka hivyo. Sasa Rajabu akasema, Mr. Hamza, tafadhali sana Mr. Hamza, tafadhali sana naomba usikasirike. Mzee Mboma ndivyo alivyo, ila tunahitaji sana msaada wako. Mimi naamini Afande Simba na Afande Midu yani kwamba kukualika hapa ni kwa sababu wanazo sababu za msingi. Kwa hiyo nakuomba sana. Hamza akasema, Balozi, huna haja ya kuwa na wasiwasi. Kwa sababu nilishakubaliana na Midu, nitatimiza baadhi ya ahadi zangu. Lakini kutokana na baadhi yenu tofauti ya kuongea kuhusu ushirikiano ila mnaanza kunioji, mimi sioni haja ya kuendelea kubaki hapa. Aliongea Hamza na Balozi Rajabu alikuwa na wasiwasi mno. Akasema, Mzee Mboma, ni vizuri ukimwomba radhi Mr. Hamza. Mboma akasema, bwana mwache aondoke kama anataka bwana. Lazima amechaguliwa kwa sababu za kindugu tu. Kama hana vigezo kwa nini tumlazimishe bwana? Kwa uzee wangu mimi nishaona watu wengi sana wa aina yake bwana. Kama wasiwasi ni juu ya ulinzi, nitaweka mpango mzuri sana wa kushirikiana na majasusi ndani ya kitengo cha usalama. Alafu pili, baraza la Maxi licha ya kuwa la siri, lakini pia limeundwa kwa ajili ya kuimarisha amani duniani baina ya makundi. Kwa hiyo mimi sidhani kama eti itatokea mtu atataka kutuvamia bila sababu. Basi Balozi alishindwa kujua cha kufanya baada ya kuona Hamza ameshaondoka tayari, na haraka sana alimpa maagizo secretary wake kumsindikiza Hamza. Katika kikao hicho, Balozi alizidi kumshtumu Mboma, akimwambia kwa nini ngumu sana kuelewa kwamba alifanya makusudi kumfanya Hamza kuondoka. Akienda mbali na kusema hata kama Hamza amechaguliwa kutokana na connection na mshauri mkuu, hakupaswa kuongea kwa namna kumdhalilisha. Msikilizaji, ukweli ni kwamba watu wote waliokuwa katika kikao hicho walikuwa na mtazamo sawa na Mboma. Walikosa tu ule ujasiri wa kuelezea hisia zao. Ila Hamza alionekana wa kawaida sana, yani licha ya kuwa maarufu kupitia tukio la kisiwani kule, lakini alionekana maarufu sana. Wao walipata kusikia tu habari za kisiwani na hakuna hata mmoja hapo
ambaye aliona Hamza akipambana moja kwa moja. Walisikia tu. Sasa Mboma upande wake hakujali kila ambacho balozi anaongea, na alishia kukunja midomo kumkejeli, akiamini kabisa alichofanya ni sahihi. Upande wa nje, Ray alifanikiwa kumuona Hamza akitaka kuingia kwenye taksi na alimuita kwa kumkimbilia. Akamwambia, Mr. Hamza, tafadhali sana usijali sana juu kilichotokea. Wote tunamjua mzee Mboma ni mtu anayeongea bila kufikiria, hususan likija swala la ukaribu wako na Himido. Hamza akasema, kuna tatizo gani mimi kuwa na ukaribu na Himido? Ray akasema, Afande Mboma alikuwa mmoja wa watu waliokuwa wakiaminiwa sana na Afande Simba. Lakini baada ya kutokea kwa Himido, nafasi yake ilichukuliwa na akaanza kujiona sio wa muhimu tena mbele ya wakubwa. Kwa hiyo hakuwahi kupenda namna ambavyo Himido alipanda cheo haraka mpaka kufikia kuwa mshauri mkuu. Hamza akasema, ndio maana kumbe nimejiingiza katika ushindani wao Anaongea Hamza akitingisha kichwa, lakini hata hivyo aliona hayo hayamhusu. Kwanza mwanzoni hakutaka hata kushiriki na ni hila tu za Afande Simba. Ila hata hivyo hakutaka kuweka mambo moyoni kutokana na kila ambacho Mboma alisema kuhusu mpango wa jeshi kutaka kugawa baadhi ya taarifa zinazohusiana na teknolojia ndani ya FXS. Aliona kuna haja ya kuwa serious, kwani lolote lingetokea ingekuwa hasara kwa serikali na wasingeridhishwa naye. Sasa Hamza kujali sana, alipanga kufuatilia swala hilo kwa namna anayojua yeye. Hivyo pale aliagana na Rehema ambaye alikuwa akiomba radhi kwa niaba ya Mboma, yani mpaka Rehema alikuwa anatia huruma. Hamza yeye hakupanga kurudi hotelini. Hakupanga kabisa kurudi hotelini. Na badala yake alimpa uelekeo mwingine dereva nje kabisa jiji mpaka kumfanya dereva yule kushangaa kidogo. Wakati akiwa njiani, Hamza alipokea simu kutoka kwa Afande Himido. Bosi, nimesikia kilichotokea. Mboma ni mtu mgumu sana kuelewa licha ya cheo chake na ni mtu wa kukuza hata vitu vidogo visivyo na maana. Kwa hiyo naomba usimzingatie sana. Nawezaje ukasirika kwa kitu kidogo namna hiyo? Unawaza sana na wewe. Bosi, unajua nilikuwa na wasiwasi tu, yani utaacha kunisaidia ndio maana. Bosi, kama sio uwepo wako ndani ya Tanzania, yani sidhani kama tungekuwa na amani mpaka sasa. Wewe ni muuni sana. Kwa hiyo kumbe ile kongamano lenu lina mpango mwingine wa kugawa siri za FXS, lakini ukakaa kimya? Au ulitaka niji tu kuyajulia huko? Samahani sana bosi. Unajua tumeamua kuvujisha taarifa za FXS makusudi ili kuweza kurahisisha kazi. Ila naamini kwa uwezo wako hakuna tatizo kabisa. Hakukuwa na tofauti hata kama ungeniambia mapema. Kwa hiyo lakini taarifa mlizo wabebesha hawa wanajeshi ni kama kuwashikisha kiasi cha moto. Upo sahihi, ila taarifa ambazo tumetoa ni za juu sana kuhusiana na mazingira na mfumo mpya wa viwanda na mbinu nyingine za kuboresha zaidi maisha ya binadamu. Hata kama watuibie, hawataweza kutengeneza silaha za hatari. Hivyo sidhani kama kutakuwa kuna shida kubwa. Lazima itakuwa ni mbinu uliofikiria. Mnataka kutoa ushirikiano wa kugawa teknolojia ambayo haihusiani na mambo ya silaha ili kujimarisha kidiplomasia na kuongeza ushawishi wenu katika siasa ili msiwe wanyonge katika kupambana na nchi kubwa kama Amerika. Himido, hata kama hii mbinu yako itafanya kazi, pointi ya msingi ni kwamba hata wakijua mnachotaka kugawa hakina uhusiano na utengenezaji wa silaha na mambo mengine, unadhani utakubali? Lazima utafikiri mnajaribu kuwasaidia China na Urusi, mahasimu wao wakubwa kiuchumi na kijeshi, ili kujijenga. Hivyo sidhani kama watakubali kupitwa kirahisi. Ndio maana tunakutegemea wewe bosi. Mazungumzo haya yakikamilika, tutakuwa na washirika wengi kutoka mataifa makubwa na mikataba mingi itasainiwa. Na kuanzia hapo tutakuwa hatuna hofu tena kama taifa dogo. Hata kama tukiwa katika ushirikiano mbaya na Amerika, lakini bado tutakuwa na support ya kutosha kujilinda kutoka kwingine. Wasiwasi wangu ni kama ambavyo nimekuambia bosi, tunahofia kabla makubaliano taarifa za FXS zitakuwa zimekwisha kuvuja mahali tusipotaka zifike kupitia kwa mashushushu wao ndani ya jeshi letu, na kama kila mtu akiwa na hizi taarifa za kiteknolojia zitakoswa thamani na itakuwa ni ngumu sana kufanya makubaliano na haya mataifa na wakakubali. Tabu zote hizo ni kwa ajili ya kutaka kunufaika mwenyewe na FXS, ama
Unadhani utaweza kuificha mpaka mwisho, eh? Simshirikiane tu. Bosi, yani mpango sio kwa ajili ya kuhimili mpaka mwisho. Sisi tunachotaka ni kupata tu muda wa kutosha kujijenga. Tukifikia hatua ya kuwa na teknolojia ambayo hakuna mwingine aliyenayo, hakuna taifa litaweza kutugusa kirahisi. Kwa hiyo mimi naweza nikasema tu ya kwamba yani hii ni kama bahati kwetu tu kuinuka kiuchumi kama taifa na Afrika nzima. Licha ya kwamba itakuwa safari ndefu yenye vikwazo vya kila namna. Hamza mara baada ya kusikia hivyo alionekana kuwa katika hali ya kuwaza. Ukweli alichokuwa akimaanisha Himidu ni kwamba wanahitaji muda wa kutosha kwa ajili ya Yulia kukwamua kila taarifa iliyopo ndani ya 8th Axis. Aliona Yulia alikuwa na kazi ngumu sana. Maana kwa mpiganaji kama yeye alichoweza zaidi ni kufanya mwili wake kuwa imara zaidi na kufikia level za juu, lakini sio katika masuala ya teknolojia. Bosi, aliita Himidu mara baada ya kuona Hamza ameacha kuongea. Na alishindwa kujua anachowaza, ndio maana aliita kwa nguvu. Bosi, lazima utakuwa umekasirika, si ndio? Hapana, kuna kitu nilichokuwa nikifikiria hapa. Ila niseme tu umenipatia hamasa. Hamasa gani bosi? Kufunuliwa ni chanzo cha hamasa. Usiulize sana na usiwe na wasiwasi. Japo sipendi kuwasaidia katika mipango yenu, ila kwa ajili yako sina jinsi zaidi ya kwenda kuonana na roho mchafu. Himidu mara baada ya kusikia kauli hiyo alijikuta akishangaa na pale pale alianza kucheka. Bosi, kweli unashangaza mno bosi. Yaani umefikiria la maana sana, kwa sababu upo Paris sio mbaya kuonana na mshikaji wetu. Usahau kunifikishia salamu zangu bwana kwa roho mchafu. Hamza kuendelea hata kujibishana na Himidu tena, na pale pale alikata simu. Sasa taksi ile iliposimama, Hamza ni kama alikuwa nje kabisa jiji la Paris kutokana na eneo hilo kuwa kama limetelekezwa hivi. Majengo mengi yaliokuwa katika eneo hilo yalikuwa ni yale ya kale na yenye kuota uozo. Hamza mara baada ya kusogelea upande wa kulia kuingia katika majengo, watu wengi walikuwa wakimnyoshia vidole na ilionekana walikuwa wakiongea kwa kumtukana. Lakini hata hivyo Hamza kuonekana kujali kabisa. Na aliendelea kutembea kukata mitaa, na mara baada ya kuingia katika uchochoro wa nyumba mbili pande kwa pande, ndio jinsi eneo hilo lilivyozidi kuwa tulivu na watu kutoonekana. Hamza alitembea katika uchochoro huo bila ya wasiwasi, akionyesha alikuwa akijua anakoelekea, na dakika chache mbele aliweza kutokezea kwenye uzio uliokuwa na geti kubwa la chuma la rangi nyeusi. Geti hapakuwa na mlinzi. Hivyo Hamza alipita, na ile anafika ndani aliweza kukuta eneo kama vile ni mapokezi ya hoteli. Ndani ya jengo hilo lilienda hewani kulikuwa na mtu eneo la counter, mzee hivi mzungu aliyekuwa amelala fofofo na kupiga miayo. Ilionekana alikuwa amelewa pombe chakale. Pembeni ya counter kulikuwa kuna viungu vya maua ambavyo mimea yake ilionekana kukauka kutokana na kukosa maji. Kulikuwa kuna vipisi vingi sana vya sigara katika viungu hivyo. Ni eneo ambalo lilikuwa na uchafu ambao ni sio wa kawaida na ni giza tupu. Na hiyo yote kutokana na kati ya taa chafu za glasi ambazo zimening'inizwa ni mbili tu ambazo zilikuwa zinawaka na mwanga wake ulikingwa na kutu. Sasa Hamza baada ya kusogea kwenye lile eneo la counter, alipeleka mkono na kuvuta kitabu kilichokuwa pembeni ya yule mlevi. Lakini ile anavuta tu, mwanaume yule mzungu alikikandamiza na mkono wake bila kuinua uso kuangalia nani anavuta kitabu, huku akaendelea kupiga usingizi. Hamza aliishia kutoa tabasamu na kujiambia huyu mzee lazima atakuwa anaota, na pale pale hakutaka kumchelewesha, kwani alivuta kile kitabu kwa nguvu na kumsukuma na kumfanya adondoke chini kama furushi. Na pale pale ndo alishtuka na kujua kumbe kwa kuna mgeni. Alisimama haraka haraka na kumwangalia Hamza, na kisha alichukua kalamu na lile daftari. Sasa yule mzee kwa Kifaransa akauliza kwamba unaitwa nani? Hamza. Mzee akasema sijui linavyoandikwa bwana, hebu andika mwenyewe. Aliongea na kumsogezea Hamza kalamu na daftari. Hamza alitamani kucheka kwa visingizio vya mzee huyo, lakini hata hivyo aliandika jina lake. Hamza kauliza rais yuko wapi? Aliuliza Hamza, na mzungu yule mara baada ya kusikia Hamza akiuliza kwamba rais wako yuko wapi, alimwangalia kwa macho ya uchunguzi. Akasema kwamba unamtafuta rais wangu kwa ajili ya kukumbushia aliyopita ama?
Hamza akasema ndio, sisi ni marafiki. Yule mzee akasema lakini ametoka. Hamza akasema ameenda wapi? Yule mzee akasema ameenda mbugani. Hamza mara baada ya kusikia hivyo alionekana kukumbuka kitu pale pale na kutabasamu. Akasema kama ni hivyo nitamsubiri. Aliongea na pale pale yule mzungu alinyoosha kidole kuelekea kwenye corridor iliyokuwa na giza. Yule mzungu akasema ya kwamba chukua huo uelekeo kwenda mbele. Utaona ofisi ya rais. Unaweza kuingia na kupumzika. Aliongea yule mzungu bila kujali Hamza ni nani. Na Hamza mara baada ya kuondoka pale pale aliendelea kulala. Hamza alichukua corridor hiyo ndogo akijali mambo yake, na mara baada ya kutembea ndani zaidi hatimaye aliweza kukuta eneo ambalo kulikuwa kuna bendera mbalimbali zilizosimamishwa pembeni pamoja na medali zilizofungiwa kwenye cabinet za makabati ya vyoo. Sasa kama mtu angepata nafasi ya kuangalia medali hizo kwa umakini, asingekosa maneno haya: World number 1 Assassin Guard Buford, yani shirika namba 1 duniani la wauaji Buford. Angeweza pia kuona maneno haya ya World Ranking of Assassin, yani cheo cha dunia cha wauaji. Aiona pia Golden Blade Awards, kuna World Assassin Guards. Kuna maneno pia alisomeka ya Assassin Guard Lifetime Achievement Awards, yani tuzo za mafanikio ya maisha ya shirika la wauaji. Kwa hiyo ilikuwa ni kawaida sana kwa kundi la kimauaji kupokea medali za aina hiyo, hasa kwa yale ambayo yanashikilia namba 1 duniani. Asilimia kubwa ya bendera ambazo zimening'inizwa zilikuwa ni kutoka kwa wateja ambao waliridhika na kazi na namna ya kushukuru kwa kazi nzuri. Mara nyingi hutuma bendera ya nchi mission ilipofanyikia na kukamilika. Kadri wingi wa bendera ulivyo, ilimaanisha ya kwamba idadi ya waliokufa ambao wengi wao ni viongozi wakubwa wa kisiasa na matajiri, kulikuwa na bendera hadi ya Tanzania katika makabati hayo. Hamza wakati huo akikagua hizo medali na bendera, macho yake yalionyesha kuwa na hali ya majuto na kuridhika, akisifia ndani kwa ndani kwa kusema roho mchafu umefanya kazi nzuri ya kuendeleza kuwa mchafu. Msikilizaji, ukiachana na medali hizo pamoja na bendera, kulikuwa kuna vyumba tofauti tofauti katika korido hiyo. Vingi vilikuwa ni vya mafunzo, gym na hata swimming pool. Msikilizaji, hawa watu wakikuua haijulikani umekufa kwa ajili ya nini, ila taarifa zitatoka tu amefariki na watatafuta namna ya kusema amefariki kwa ajili ya nini. Ndio maana wana tuzo mbalimbali. Hasa kwa bahati, ukiachana na maneno mengi kuwa machafu, eneo la mafunzo ya kulenga shabaha lilikuwa safi mno. Hamza mara baada ya kusogea ndani ya eneo hilo ili kuweza kuchungulia, aliweza kuona watu wengi wa kila rangi, watoto na watu wazima, wakiwa busy kujifunza namna mbalimbali za kimafunzo, na kwa macho haraka tu walionekana mafunzo yao sio kwa ajili ya ulinzi, bali ni kumaliza mtu. Kuna watu wanajifunza mafunzo ya kulinda nchi, sijui kulinda kiongozi. Yaani wao ni mafunzo ya kumaliza mtu. Hamza alitembea kuvuka eneo hilo na kwenda ndani zaidi katika mlango ambao usiokuwa na koki kabisa. Na kisha akausukuma, na ile anaingia tu, yani ile anaingiza tu mguu mmoja kuingia ndani. Mwili ulimsisimka kwa kuhisi hatari, lakini hakujizuia na kukubali kile kinachokwenda kumtokea. Na pale pale kisu kikali kiliwekwa shingoni kwake, na aliyekuwa amemwekea kisu hicho alikuwa ni mwanamke aliyevalia nguo za kininja za kumbana, huku akiwa hana utani hata kidogo. Je, kipi kilichoendelea humo ndani, msikilizaji? Tutakuja tufahamu mambo mengi zaidi yaliyoendelea, tukisubiria pia huo mkutano wa Maxi ufanyike, ni yapi ambayo yataendelea huko, msikilizaji. Kwa hiyo tuendelee kubaki hapa, nikukumbushe tu ya kwamba baadaye kutakuwa tena kuna simulizi nyingine. Okay? Yes, kikubwa tu hakikisha kwamba umesubscribe channel hii na bonyeza alama ya kengele ili ninapokuwa natuma simulizi wewe uweze kupata taarifa mapema. Huenda baadaye tu ya siku ya leo ikatoka Hamza. Huenda inaweza katoka Hamza, inaweza kani surprise, ama ikatoka short story nzuri sana kutoka kwa Rita na watunzi wengine wengi tu. Kwa hiyo endelea kubaki hapa Lucas Lumbasi Simulizi, ama ubaki hapa Lumbasi Simulizi,
ili tuendelee kupata burudani mbalimbali ya simulizi. Mimi mpaka hapa sina la ziada, niseme tu God be with you till we meet again, sehemu ya 54. Bye bye.